Na baadhi ya wakazi wahudumu wa bodaboda wameanzisha hamasisho kuhusu usalama baada ya vitengo vya usalama kuwapa kupambana na magenge ya wahuni yanayowavamia wakazi. Wakizungumza eneo la Nyali wakati wa siku ya kwanza ya hamasisho, wamiliki wa bodaboda wametaka asasi za usalama kusaidiana nao ili kuwakamata wahuni, wakisema pia wao wamekuwa wakilengwa haswa nyakati za usiku. Baadhi ya wazazi wameunga mkono agizo lililotolewa na kamanda wa polisi Pwani Ali Nuno, wakisema wazazi wengi wameshindwa kuwajibika na kusababisha kuchipuka tena kwa magenge. Hata watu wa bodaboda saa hii wanaanza kuokopa sasa, hata abiria hata kuambia nipeleka mahali fulani tunaanza kuokopa. Lakini sasa vile polisi anaanza kushikilia maneno hii, hata sisi tutaanza kusaidiana, tujue nani mhalifu huyu, tusaidiane, itakuwa iko hivi na hivi. Bwana Ali Nuno amekamata 300 sacks of cannabis sativa. Ilikuwa inaenda wapi? Walaji ni nani? Walaji ni sisi, walaji ni watoto wetu. Kama haingeshikwa, je, sasa mbadala ingekuwaje hapa? Kinachotoka tumboni ni uchungu. Kina mama, tujitahidi hawa watoto wetu tuwajue wanavyoingia, wanavyotoka. Tuchukue majukumu ya malezi. Hili swala si la kitoto tena. Ikiwa imefikia hapo, it is high time vijana waamke katika usingizi ambao walikuwa wamelala na wajukumike kama wananchi. Tuachane na mambo ya maskani na mambo ya vikao ambao havisaidii popote, kwa sababu vijana kidogo wanaharibia wengi, na hii shoot kill ikiwa itaenda haitatambua ni nani wala nani, so yule mwingine atapoteza maisha, hata hastahili kupoteza maisha. Sisi tunaomba vijana wenzangu, tuache huu uhalifu.